kuwa nasi katika ibada hii ya jioni. Tunasema karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuangalia kitu tunaita Christian maturity, ukomavu wa Kristo ama ukomaa katika Kristo. Tasoma kitabu cha Galatia chapter number 4 verse 1 and 2 na tutaweza kubarikiwa na Bwana. Vile vile tutasoma kitabu cha Hebrews chapter number 11 verse number 23 and 24. Na jina la Bwana litainuliwa. Naye labda alikuwa amefika pale atusomee kwa haraka. Na jina la Bwana litainuliwa. Ikiwa kuna mtu amefika pale anaweza kutoa maiki moja tusomee. Na itakuwa ya baraka katika jina la Yesu Kristo. There is anybody amefika pale Galatia chapter number 4 verse number 1, verse number 2, 3 and 4. Galatians 4 from verse 1 to 4. Na tutabarikiwa na Bwana. Yes. Naweza tusomea Galatians chapter 4 number 1 from verse 1 to 4. Lakini nasema ya kuwa mrithi anaweza pewa kipaza sauti ambaye iko na sauti kidogo kwa sababu ya kusikika, tusikike na tuweze kujua kile Mungu anataka kusema. Kwa Galatia 4:1 hadi 4. Yes. Na sifa na Yesu na kurudia Bwana. Nasema Galatia 4:1-4. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote hawapo mtoto, ana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati mawakili na watunzaji, na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitungishwa na kawaida za kwanza hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alituma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Waebrania 11 mstari wa 23 na 24. Hebrews 11. Remember, we are looking the word Christian maturity. Christian maturity. Inasema Hebrews 23:24. Neno la Mungu lasema hivi. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Verse 25.